Tanzania kuna waka baada ya mpango wa kumuua Tundu Lissu akiwa gerezani kuibuka rasmi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kuna nyakati katika historia ya taifa ambapo ukimya wa taasisi huwa mzito kuliko hata sauti ya tuhuma zenyewe. Na katika miezi ya karibuni nchini Tanzania, ukimya huu umekuwa kiini cha mjadala mkubwa wa kisiasa, kisheria na kijamii. Miezi 11 imepita tangu kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini, ambaye ni mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa katika siasa za mageuzi, lakini hadi sasa kesi inayomkabili bado inaendelea kuibua maswali mengi zaidi kuliko majibu. Kwa wafuasi wake na sehemu kubwa ya wanachama wa chama chake, swala hili halionekani tena kama kesi ya kawaida ya kisheria. Linaonekana kama jaribio la kisiasa linalohusisha nguvu za dola, taasisi za kisheria na vilevile mapambano makubwa ya madaraka katika siasa za Tanzania. Kwa mujibu wa simulizi za wanachama na viongozi wa chama hicho, tukio hili lilianza mwezi wa 4 mwaka jana, wakati kiongozi huyo alipokamatwa katika mazingira yaliyotikisa siasa za nchi. Kukamatwa kwake kulikuja katika kipindi ambacho mijadala mikali ya kisiasa ilikuwa ikiendelea kuhusu mustakabali wa demokrasia, uwajibikaji wa serikali na mwelekeo wa uchumi wa taifa. Na tangu siku hiyo hali imekuwa tofauti, na miezi imepita lakini mjadala haujapoa. Wandani wa chama cha Chadema wanasema kwamba kuna mpango wake Samia Suluhu na wandani wake kumumalizia Tundu Lissu akiwa gerezani ili asije kumsumbua na siasa za upinzani. Kwa mujibu wa wanachama na wa chama chake, mwenyekiti huyo amekuwa gerezani kwa muda mrefu, huku kesi yake ikitajwa kusonga kwa mwendo wa polepole sana, jinsi Samia Suluhu anavyotaka. Na katika mwezi wa 10 wa mwaka 2025 alilionekana kuwa ya kutatanisha zaidi. Taarifa zinaeleza kuwa kiongozi huyo alikama gerezani kwa zaidi ya miezi 4 bila hatua ya wazi ya maendeleo ya kesi yake. Kwa upande wa wafuasi wake, hali hiyo ilianza kuonekana kama mateso ya kisheria badala ya mchakato wa kawaida wa mahakama. Simulizi zinazotolewa ndani ya chama hicho zinaeleza kuwa kesi yenyewe inaonekana kuwa na lengo moja kuu, kumweka shinikizo kisiasa. Na katika maelezo yao, viongozi wa chama hicho wanaamini kuwa shinikizo hilo linahusisha na msimamo mikali ambayo kiongozi huyo amekuwa akitoa kuhusu masuala nyeti ya taifa. Na hili ni swala ambalo limemkasirisha vibaya Samia Suluhu, ndipo akaamua kwamba lazima atafanya juu chini amweke Tundu Lissu ndani ya jela, na vilevile kufanya mpango ili aweze kutokomea, asijeonekana tena katika kumpa upinzani ambao Samia hautarajii ama hautaki. Katika miezi ya karibuni, hoja hizi zimekuwa zikijadiliwa sana katika majukwaa ya kisiasa, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Na katika mjadala huo, kesi ya kiongozi huyo imegeuka kuwa alama ya mvutano mkubwa kati ya serikali na upinzani. Kwa mujibu wa mtazamo wa wanachama wa chama hicho, kiongozi huyo anateseka kwa sababu ya msimamo wake, na misimamo ambayo imekuwa ikilenga kuhoji uendeshaji wa nchi, utendaji wa serikali na hali ya maisha ya wananchi. Kwa macho yao kesi hii haionekani kama kesi ya kawaida, ila inaonekana kama sehemu ya mapambano makubwa ya kisiasa. Na katika siku za karibuni mjadala huu unaongezeka zaidi baada ya hatua ya rufaa iliyowasilishwa kuhusiana na baadhi ya masuala ya kisheria katika kesi hiyo. Hatua hiyo imechochea maswali mapya kwamba wafuasi wa chama hicho wanaona tukio hilo kama ushahidi mwingine wa kucheleweshwa kwa mchakato wa haki. Kwao, kila hatua inayochukua muda mrefu inaongeza shaka juu ya nia halisi ya kesi hiyo. Lakini pengine jambo linalozua maswali makubwa zaidi ni ukimya wa taasisi zinazohusika Kwa karibu mwezi mmoja sasa, hakuna maendeleo makubwa ya wazi yaliyotangazwa kuhusu mwenendo wa kesi hiyo, na kwa watu wengi swali limebaki lile lile.
Inawezekanaje kesi yenye uzito wa kisiasa na kijamii kama hii kukaa kimya kwa muda mrefu huku mhusika mkuu akiwa bado rumande? Ni baina ya maswali ambayo yanaulizwa, ila ambaye atakayejibu maswali haya ni Samia Suluhu mwenyewe, ambaye alitoa amri ili kiongozi aweze kushikwa na kuwekewa ama kutuhumiwa kosa kubwa zaidi katika nchi ya Tanzania, kosa la uhaini. Hilo ndilo swali ambalo limeanza kusikika katika mikutano ya kisiasa na majukwaa ya kiraia na hata katika mijadala ya wananchi wa kawaida. Kwa sababu katika jamii inayotegemea mfumo wa sheria, matarajio huwa wazi, haki inapaswa kuonekana na haki inapaswa kutendeka kwa wakati. Ndiyo maana ukimya wa muda mrefu katika kesi yenye uzito mkubwa inazua mashaka. Kwa chama cha upinzani kinachohusika, hali hiyo imeanza kuchukuliwa kama ishara ya tatizo kubwa zaidi katika mfumo wa kisiasa na kisheria. Wanachama wake wanaamini kuwa kiongozi wao anazuiliwa ili kupunguza nguvu ya chama hicho katika uwanja wa siasa za kimataifa, hasa katika kipindi ambacho siasa za Tanzania zinaingia katika hatua muhimu ya mjadala ya mageuzi na mustakabali wa demokrasia. Katika historia ya siasa za Tanzania, mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani si jambo jipya. Kwa miongo kadhaa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, kumekuwa na vipindi vya ushindani mkali wa kisiasa, lakini kila tukio la aina hii huongeza ukurasa mpya katika historia hiyo, na kesi ya kiongozi huyu sasa imeanza kuonekana kama moja ya matukio makubwa ya kisiasa katika kipindi cha sasa cha uongozi wa taifa. Na kwa sababu izungumzi tu mtu mmoja, inaangazia maswali makubwa zaidi, maswali kuhusu uhuru wa kisiasa, maswali kuhusu nafasi ya upinzani katika demokrasia, na maswali kuhusu uhusiano kati ya siasa na mfumo wa sheria. Na katika mazingira haya, wafuasi wa chama hicho wameanza kutoa wito mkali zaidi. Wanasisitiza kuwa hawawezi kuendelea kukaa kimya. Kwao ukimya wa sasa unaonekana kama kuhalalisha kile wanachokiita uonevu wa wazi dhidi ya kiongozi wao. Kwa hiyo shinikizo la kisiasa linaendelea kuongezeka na mikutano ya kisiasa inaongezeka, mijadala ya hadhara inaongezeka na maswali yanaendelea kuulizwa. Je, kesi hii itaendelea kwa muda gani? Je, taasisi za sheria zitatoa majibu ya haraka? Na je, tukio hili litabadilisha vipi mwelekeo wa siasa za Tanzania katika miezi ya miaka ijayo? Kwa wachambuzi wa siasa, matokeo ya sakata hili yanaweza kuwa na athari kubwa. Kwanza, linaweza kuathiri uhusiano kati ya serikali na vyama vya upinzani. Pili, linaweza kuathiri imani ya wananchi katika taasisi za haki. Na tatu, linaweza kuunda upya mijadala ya kisiasa kuhusu uhuru wa kisiasa na uwajibikaji wa dola. Kwa sasa jambo moja linaonekana wazi, kwamba kesi hii haiko tena ndani ya kuta za mahakama pekee, iko katika uwanja mpana wa siasa za taifa, iko katika mijadala ya wananchi, na iko katika macho ya dunia inayofuatilia mwenendo wa demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki. Na kadiri siku zinavyopita bila majibu ya wazi, ndivyo mjadala unavyozidi kupanika, huku Watanzania wakiwaka moto na wakimwonya Samia Suluhu dhidi ya njama yake ya kumwangamiza Tundu Lissu. Na kadri mjadala unavyopanika, ndivyo shinikizo la kisiasa linavyozidi kuongezeka, kwa sababu kati ya siasa muda huwa na nguvu kubwa. Na wakati mwingine kuchelewa kwa haki kunaweza kuwa hadithi kubwa zaidi kuliko kesi yenyewe. Na sasa taifa linaendelea kusubiri hatua inayofuata, kusubiri majibu kutoka katika mfumo wa sheria, na kusubiri kuona kama sakata hili litakuwa mwanzo wa sura mpya katika siasa za Tanzania, au litabaki kuwa alama nyingine ya mvutano wa muda mrefu kati ya dola na upinzani. Lakini hadi majibu haya yatakapokuja, swali kubwa linaendelea kubaki hewani. Je, haki itatendeka kwa wakati, au ukimya utaendelea kuwa sehemu ya hadithi hii? Kwa sababu katika historia ya siasa kuna matukio ambayo hubadilisha mwelekeo wa taifa, na wakati mwingine matukio haya huanza kuwa moja tu, ama huanza na kesi moja tu na ukimya mrefu unaoizunguka.
Taarifa hiyo ya maisha ya Tundu Lissu kuwa hatarini ndipo tunakamilisha taarifa hii. Tukutane tena kwenye video nyingine. Unachostahili kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare video hii.